ufupi sana na tutapata muda wa kuomba. Tujitahidi kuna kwa utulivu sana na kwa utaratibu ili upate kuelewa wapi ambapo tunataka tuelekee. Bwana Yesu asifiwe. Naamini wote tunafahamika kwa watu wote. Ujumbe andika kupokea neema ya uwezesho. Kupokea neema ya uwezesho. Nilitaka niweke kwa namna nyingine lakini Mungu akaniambia hapana, weka tu kwenye kupokea neema ya uwezesho. Kupokea neema ya uwezesho. Kwa nini kupokea neema ya uwezesho? Ni hatua ambayo Mungu anatamani leo tukapokee neema yake. Hatujifunze leo hii ili tukapokee kesho au kesho kutwa, ila kupokea manake kitendo cha wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Natamani uweke moyo wako kujiandaa kupokea kile kitu ambacho Mungu amekukusudia uondoke nacho siku ya leo. Ibada kama hii haiji bahati mbaya, lakini kuna kusudi ambalo Mungu anakuwa amelikusudia ili kukupa hatua fulani kwenye maisha yako. Ukiona tu Mungu amekuja kwenye maisha yako, amejitokeza kwenye maisha yako, ujue kuna kitu amekikusudia kwa muda huo, sio kwa ajili ya kesho. Ila hicho kitu kitakuja leo kwa faida na ya kesho, lakini matunda yake utaanza kuyaona leo. Hata kama kuna gharama ya muda wako, ya resources yako itahitajika kuweza kupokea hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Nimekwambia kupokea neema nini? Ya uwezesho. Najua tunafahamu maana nyingi sana za neema, lakini leo hii kuna kitu cha ziada ambacho Mungu amenipa nikupe maana ya neema. Neema ni nini? Neema ni baraka ya kimungu kwenye maisha yako. Andika, neema ni baraka ya kimungu kwenye maisha yangu. Neema ni baraka ya kimungu au baraka ya Mungu kwenye maisha ya kwangu. Najua tumekuwa tukijifunza kwamba neema ni ustahimilisho wa kupokea kitu ambacho haukustahili. Ni kweli kabisa. Wakati mwingine hata mimi mwenyewe Mungu amenipa ufunuo mmoja kwamba neema ni Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu kwenye Tito anasema neema iwaokoaye watu wote imefunuliwa. Maana Kristo awaokoaye watu wote amefunuliwa. Ni kweli kabisa. Lakini leo hii natamani tujikite kwenye neema kama baraka. Kuna kitu ambacho Mungu anakuwa amekiweka kwenye maisha yako, ambacho hicho kitu hauwezi ukafanikiwa isipokuwa kwa msaada wa Mungu. Na huo msaada wa Mungu anakupitisha kupitia nini? Kupitia neema. Hiyo neema sasa ndio hiyo baraka. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Neema ni alama ya kibali na baraka za Mungu kwa ajili yako. Narudia, neema ni alama ya kibali na baraka za kimungu kwenye maisha ya kwako binafsi. Mungu anapokupa wewe neema, inaambatana na kibali. Ikiambatana na kibali, inaambatana na kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutaongozwa na kitabu kifuatacho kwenye hili somo. Mwanzo sura 26 mstari wa 22. Lakini nitaanzia mstari wa 18 hadi wa 23. Mstari wangu ni Mwanzo sura 26 mstari wa 22. Mwanzo 26 mstari wa 22. Lakini nitaanzia mstari wa 18 hadi wa 23 ili kukusaidia kitu kimoja hivi cha muhimu sana. Mwanzo sura 26 mstari wa 18 anasema, Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahim babaye. Manake Isaka aliambatana na babake kuchimba nini? Visima. Manake alikuwa na vifahamu. Maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahim, naye akaviita majina kufuatana na majina aliyoviita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Kuna kitu nataka ukiona
Tusimame kwanza hapa. Kitendo cha Isaka kuvipa majina vile visima sawa na baba yake kilikuwa ni kitendo cha kiagano. Kilikuwa ni kitendo cha nini? Cha kiagano. Na mimi utakuja kunielewa na maana gani. Kwa nini kilikuwa ni kitendo cha kiagano? Kwa nini asingipe jina lingine? Yaani kama leo hii kazi yangu au biashara yangu nimeipa Adonai na babangu amekipa Adonai, kwa nini kesho nilipe jina la Ebenezer Enterprises? Kwa nini baadaye nisiendeleze maono yangu kwa namna nyingine, ila alipe jina lile lile aliloliita babake? Maana kuna kitu cha kiagano. Ili agano ndio lile ambalo Mungu alifanya na ile. Bwana Yesu asifiwe. Alifanya wapi? Alifanya sehemu moja hivi. Andika kitabu kifuatacho. Atuondoke hapa, tunarudi. Nipo hapo kwenye utangulizi. Mwanzo sura 12, agano la Ibrahim ambalo Isaka alikuja kulirithi. Mwanzo sura 12 mstari wa 2 na wa 3. Mwanzo 12, tutarudi hapa. Mwanzo 12 mstari wa 2 na wa 3. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Mwanzo 12 mstari wa 2 na 3. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka na kulikuza nini? Jina lako. Maana lile agano la Ibrahim kilichomfanya Isaka asibadilishe jina ni kwa sababu tayari huko mwanzoni Mungu alishamwahidi Ibrahim kulikuza nini? Jina lake. Maana lile jina alilokuwa nalo Ibrahim ndilo analotaka kulitumia na nani? Isaka. Maana hilo jambo lipo kiagano. Kwa namna gani? Anakuja kujibu kwa mstari wa 3. Anasema hivi: nawe uwe baraka, nami nitawabariki wakubarikiwa, na yeye akulaanie nitamlani, na katika jamaa zote za dunia watabarikiwa. Jamaa zote za dunia watabarikiwa. Maana kuwepo na uzao wa tabaka, sio wanabarikiwa, watabarikiwa. Maana kuanzia kwenye uzao wako wa Isaka na jamaa zote watabarikiwa kiagano. Umenielewa? Maana yake tunajua kumbe baraka za kimungu kwenye maisha ya kwako zipo kiagano. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Baraka za kimungu kwako zipo kiagano. Kiagano kwa namna gani? Tutaona baada ya kuangalia huu mstari. Si ndio? Wa Mwanzo 26. Turudi sasa. Mwanzo 26. Tumeishia mstari ule wa 18. Mstari wa 19. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka, wakasema maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina lake kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Alipambana na jina, akupambana na watu. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Pambana kusimamia agano aliloweka Mungu na wewe. Usipambane na maneno ya watu. Usipambane na pressure za circumstances ambazo unakutana nazo. Unanielewa? Maana yake pambana kufuatilia ni agano gani Mungu amekupa, ameweka na wewe, na anakupa maelekezo gani wewe binafsi ili upate kufanikiwa. Kwa sababu hata kufanikiwa kwako kumebebwa kiagano. Bwana Yesu asifiwe. Wakachimba kisima kingine, wakagombania na hicho. Tena akakiita jina lake Sitna. Unaona? Yaani kuchokuwa na jani nini? Jina. Mstari 22 kuna point yangu. Akaondoka huko, akachimba kisima kingine, wala hicho hakikugombania. Akakiita jina lake Rehoboth. Akasema kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Bwana ametufanyia nafasi na sisi tutazidi katika nchi. Kichwa chetu tunasema neema
ya uwezesho, si ndio? Watu walipokuwa wanagombania baraka za Isaka kiagano, alibidi kuangalia ni agano gani ameweka na Mungu na kung'ang'ania zile baraka, hiyo neema. Alipong'ang'ania ile neema ambayo Mungu amempa na zile baraka, kitu ambacho kilikuja kutokea, Mungu akampa kibali cha kuongezeka na kufanikiwa sana. Na neno cha kuongezeka na kufanikiwa, nikwambie siri moja wapo ya Mungu kutaka kukufanikisha na kumpiga adui yako, anakuja kukupa jina ambalo hakuna atakayelipinga. Ndio maana akasema leo Bwana ametufanyia nini? Nafasi. Sio nielewa kitu ninachokwambia. Maana yake ni nini? Msingi wa kufanikiwa kwako upo kwenye jina ambalo Mungu anakupa. Kuna watu watakuona maskini, lakini Mungu kama nikutangazia tajiri, hakuna atakayeondoa utajiri kwenye maisha yako. Mungu akikuandikia huyu namuona anafanikiwa, hakuna atakayeweza kuharibu. Na nielewa? Ishara hii ilikuwa ni kiagano. Okay, sasa nasemaje? Kwa nini nasema hadi wewe unaingia kwenye hilo agano? Kuna kitu ambacho nataka ukielewe. Ipo hivi. Neema inasimama kama baraka ya kuwa msaada kwako kufanya mambo makubwa kiagano. Si ndio? Neema hii tunaipataje? Tunajiungamanishaje hiyo neema? Waebrania sura ya 4 mstari wa 16 anasemaje? Waebrania sura ya 4 mstari wa 16 anasema, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa nini? Wa mahitaji. Basi na tukikaribie kiti. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kiti ni nini? Neema tunaipata kwa kukaribia kiti. Kiti hicho ni kiti gani? Ambacho hicho kiti cha neema ni kitu gani hicho kiti? Wakati naendelea kutafakari, Mungu akaniambia kitu kimoja. Akasema kiti ni imani. Kiti ni nini? Imani ambayo tunapokea kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Maana yake anaposema basi na tuikaribia kiti cha neema, ni sawa sawa basi na tuikaribia imani ya neema ya baraka, ili tupate kupewa rehema. Maana yake kibali, kwa sababu rehema ni huruma ya kuachilia, ya kukupa wewe kibali. Naposema nimekuhurumia, maana yake au nimekurehemu, maana yake nimekupa kibali, nina amani na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake unapokubali Yesu Kristo awe kwenye maisha yako kwa kumwamini, unapoamini Mungu anaachilia amani juu yako, anakuwa na amani na wewe. Amen. Mungu alikuwa na amani na Yakobo, akuwa na amani na Esau. Ndio maana Biblia inasema alimpenda sana Yakobo, akamchukia sana Esau. Mpaka Mungu amekupa neema kuingia kwenye hii ibada, maana yake ana amani na wewe. Wangapi wapo blocks, wangapi wapo mjini, maana yake Mungu ana amani na wewe, ndio maana akaachilia huo msukumo wa wewe kuja. Si unanielewa? Ili upewe nini? Neema kukusaidia wakati wa mahitaji. Neema kukusaidia mahitaji, maana yake ili upewe baraka ya kukusaidia wakati wa mahitaji yako. Unahitaji kufaulu, unahitaji uchumi bora, unahitaji kuja kuwa na familia bora, unahitaji kuja kuwa na kampuni bora, unahitaji kuwa na maisha bora. Amen. Ndio maana nasema basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Mkaribie Mungu kwa ujasiri kupitia imani. Amen. Ukimwamini Mungu, hivyo jana najisemesha, nimejikuta asubuhi naandika mtandaoni. Nikasema hivi, imani inakupa kuona mahali ambapo kwa hali ya kawaida hapaonekani. Amen. Unanielewa? Imani inakupa kuona vitu ambavyo kwa hali ya kawaida haiwezekani. Yaani
hataki kuwapa. Wanaomba kila siku, lakini kwa sababu ya kushindwa tu kuamini. Unanielewa? Kwa hiyo jitahidi sana kuhakikisha unatunza ile imani yako. Kutunza ile imani yako hauwezi kwa nguvu zako. Mwambie Yesu, umeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, unaniombea. Hauniombei tu niije kwako, unaniombea nibarikiwe. Kwa sababu hiyo Yesu, naomba uendelee kuomba, imani yangu isije ikatindika. Unanielewa? Na ndio maana kwenye Mithali sura 23 mstari wa 26 anasema, mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Wakati huo kwenye sura ya 4 mstari wa 23, Mithali sura ya 4 mstari wa 23 anasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za nini? Mungu amekupa uhuru wawe kulinda nini? Moyo wako. Lakini huko kwenye Mithali 23:26 anasema, mwanangu, nipe moyo wako. Cha kukusaidia ambacho nakushauri ipo hiyo, usiulinde wewe, mwambie Yesu ulinde wewe. Unamwambia unaulinda wewe Yesu kwa njia mimi kufanya nini? Kukuamini. Mwaka jana inawezekana sikufanya vizuri kwenye masomo yangu, lakini ninakuamini kwamba mwakani na mwaka huu nitafanya vizuri. Unanielewa mtumishi wa Bwana? Unanielewa? Maana yake kuna kitu kinakuja kuumbika kikubwa kwenye maisha kwa njia ya kumwamini nani? Yesu. Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Andika kuanzia mstari wa 14 hadi 17, lakini point yangu nitasoma kwa mstari wa 17. Mstari wa 17. Anasema nini? Anasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Si ndio? Manake ili uwe na imani lazima usikie neno la nani? La Kristo. Si ndio? Ili usikie neno la Kristo manake ukubali kwenda kwenye nyayo ambazo Kristo anahitaji. Sio swala tu la kuja hapa ukasikia kwamba unafundishwa kwa habari ya neema, ila lile neno liingie kwenye moyo wako na uweke nia kwamba kuanzia leo katika hili na hili nitamwamini Yesu kutoka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kusema hivyo, Yohana sura ya 1 mstari wa 12 anasemaje? Yohana sura ya 1, Yohana sura ya 1 mstari wa 12 anasemaje? Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa nani? Wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina. Maana yake ili neema ya Mungu iwe juu ya maisha yako na Mungu awe achilie msaada kwako, jambo la kwanza kabisa lazima ukubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Sio, umeelewa? Ili Mungu akuwezeshe upate neema ya uwezesho kwenye maisha yako, jambo la kwanza kabisa lazima umkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Hapo ndipo utakapopata msaada wa kimungu. Hauwezi ukapata msaada wa Mungu usipomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Si unanielewa? Maana ili upokee msaada wowote wa Mungu lazima muamini. Na ndio maana kwenye Waebrania sura ya 11, Waebrania sura ya 11 andika mstari wa 1 na wa 6. Mstari wa 1 na wa 6 anasemaje? Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Si ndio? Nimetoka kuambia kwamba imani inakupa kuona kwa vitu ambavyo kwa hali ya kawaida haviwezekani. Inakupa kuona kitu ambacho kwa kawaida kabisa hakipo. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Huko anasema imani ni kuwa na hakika, maana yake uthibitisho. Si ndio? Evidence ya mambo yatarajiwayo, maana yake unalitumainia hilo jambo. Bayana ya mambo yasiyoonekana. Si ndio? Mambo yasiyoonekana maana yake kimwili hayaonekana, lakini rohoni yanafanya nini? Yanaonekana. Nikupe siri.
asifiwe. Maana yake ni nini? Maana yake kwa mfano, mtumishi hapa mwanzoni alisema kitu kimoja. Unaona nini? Fumba macho, unaona nini? Kama hauoni chochote, maana yake kuna giza mbele yako. Si ndio alivyotuambia? Sasa ipo hivi. Mungu anapotaka kukupa hatua fulani kwenye maisha yako, ukianza tu kumwamini leo, anaanza kukuonyesha mafanikio yako yaliyopo kiuchumi, kiafya, kimahusiano na kwenye kila eneo. Ndio maana anasema na utangaza mwisho panapo. Unanielewa? Nikupe ushuhuda. Wakati naanza chuo kikuu cha Dodoma, nilikuwa wakati tunaenda kwenye maombi, kuna kipindi Mungu akanipa wiki 2 za kwanza kabisa. Akaniambia chukua baadhi ya waombaji kutoka makanisa tofauti, Kasfeta, USCF na vikundi vingine, alafu mwende polini kule forest mkaombe. Mkishaomba, ombeni kwa ajili ya madhabahu ya UDOM. Unanielewa? Tunapoingia kuomba, tumeingia kuomba yale maombi, tukatoka pale na vita isiyokuwa ya kawaida. Alafu shetani akaja waziwazi, akaniambia hivi, wewe una disco. Akaja kwanza kwa sauti. Biblia inasema hivi, shetani anakuja kama nani? Malaika. Si ndio? Yaani akaja kama ni Mungu anayefanya nini? Ananiambia kwamba hautamaliza chuo hii semester kwanza, utaondoka ili ukamtumikie Mungu sana. Kwa hiyo usiumie hata ukitokea umedisco. Imekuja waza, tumetoka tu tulifanyia kule humanity. Si unanielewa? Nimepokea hiyo. Baadaye natembea kidogo, Mungu akaniambia hapana, hiyo sio sauti yangu. Kama sikutaka umalize UDOM, nimekuleta kufanya nini? Unanielewa? Kama sikutaka umalize UDOM, nimekuleta kufanya. Kwa hiyo iwe isiwe, utaendelea. Ile semester ya kwanza kabisa nikapata changamoto, coursework zangu zikachelewa kuuploadiwa. Mtihani leo nakumbuka ni tarehe, ilikuwa tarehe 21 mwezi wa 3 2021. Unaona? Ule mtihani umefanyika asubuhi, after 22 ndio matokeo yanakuwa uploaded ya coursework. Sijafanya mtihani. Na sheria inasemaje? Unaondoka chuo. Unanielewa? Mungu ananisaidia juu ya hili. Mungu akaachilia msaada, kweli nikafanya process za ku PX na Mungu akanisaidia mpaka leo mambo yangu yakaenda vizuri. Kwa sababu mwalimu wasoma akasema unajua sheria ni kuondoka wapi? Chuo. Maana yake ni nini, mtumishi wa Mungu? Kuna wakati vinaweza vikaja vitisho vikubwa sana vya kudhoofisha hali ya imani yako. Sikiliza sauti ya kwanza ya maelekezo ya Mungu. Yaani kama Mungu alikuruhusu uje UDOM, jua kabisa hakuna kudisco. Usisikilize sauti yote kwamba utafanya nini? Utadisco. Unanielewa? Yaani kama Mungu alikwambia wewe utaolewa na mume mzuri, usihangaike kwamba watu watakwambia hapo wavioni hakuna mafanikio yoyote kwenye kupata ndoa nzuri. Usiwasikilize. Umeelewa? Mungu amekwambia wewe ni tajiri, usije ukamwambia hakuna utajiri hata kidogo. Kwa sababu kuna mwingine atakwambia wewe ndio uko tajiri, wewe umetokea familia ndogo kabisa. Mimi nimeshuhudia kuna watu tumemaliza nao hapa UDOM. Unanielewa? Leo hii wapo kwenye nafasi kubwa kwenye nchi ya Tanzania. Si unanielewa? Wana nafasi kubwa, wana hela zao. Kikubwa ni imani. Si ndio? Ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo. Bayana ya mambo yasio. Sikiliza, Mungu akufanikisha, ufaniki kwa sababu na akili, kwa sababu na maarifa, ila kwa sababu baraka za Mungu za ufaulu zipo kwako. Narudia, kwa sababu baraka za Mungu za ufaulu zipo. Unanielewa? Kabla sijakupa ushuhuda mwingine, nikupe huo mstari wa 6. Anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa sababu kila mwendeaye lazima amini kwamba Mungu yupo na huwapa thawabu wale wamtafuta. Si unanielewa? Huwapa thawabu wale wamtafuta.
Unanielewa? Maana yake ili upate msaada wa Mungu lazima uamini kwanza kwamba yeye yuko. Na wapa thawabu wale wamtafutao Jesus. Nyosha mkono wako. Sijajua kwa nini kuna hali Mungu ananiletea soko ya kawaida. Nyosha mkono wako. Rapa shetelebo sakala badusa. Kuna upendo wa Mungu mkubwa kwako. Sijajua kwa ajili ya mtu mmoja, nasikia machozi, napewa machozi, alafu nasikia kuna mtu analia sana mbele za Mungu. Ropo sheteliko si koriando selirisodia. Mungu usikie machozi ya huyo mtu katika jina la Yesu. Mfute ale machozi ye Bwana. Imani yake itaka kutindika kwa sababu ya mahali pagumu panapopita. Inawezekana ametamani hata kuchukua maamuzi magumu. Bwana katika jina la Yesu, mpiganie, mtetee Bwana. Mpiganie, mtetee Bwana kwa ajili yake, kwa ajili ya familia yake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rapo koria masa, ripo popo, rapo koria, ripo kosaka, rinde la masaka. Hizo nguvu nazoona zinashuka kutoka madhabahuni pa Mungu, zikufunike kama uvuli, zikufunike, zifute ya machozi, zifute ya machozi ya huzuni na kilio, ziachilie machozi ya upendo wa Yesu Kristo uliomwagika pale msalabani aliposema Eloi Eloi lama sabakthani, lakini baadaye akasema imekwisha. Inatangaza imekwisha. Huo mzima hautaupata tena, in Jesus mighty name, amen. Endelea. Sasa ili upate thawabu, asema pasipo imani haiwezekani kupendeza nani? Mungu. Kila mwenye lazima amini kwamba yeye kuna kuwapa thawabu wale kutafuta, si ndio? Maana kupata thawabu that means kupata mahitaji. Huko kwenye Waebrania sura ya 4 mstari wa 6 asema tukikaribia kiti cha neema kwa jasiri tupewe rehema na kupata neema kutusaidia wakati wa mahitaji. Huko ametumia mahitaji, lakini kule kwenye sura ya 11 mstari wa 6 anasema thawabu. Thawabu maana yake msaada wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo ili upokee msaada wa kimungu lazima kwanza umwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukubali kutembea na Mungu kwenye maisha yako. Mimi nikwambie, hata uombe miaka, utoe sadaka miaka, kama hujamwamini Mungu ni ngumu sana Mungu kukusaidia. Ndio maana kwenye sura ya 48 ya Isaya mstari wa 18 anasema ni Mungu mkombozi wako, ni Mungu akufundishie kupata nini? Faida. Mungu sio hasara, Mungu ni wa faida. Ili unataka msaada wa Mungu lazima ujiambatanishe na Mungu kweli kweli. Sio leo hii uko mbele za Mungu afu kesho uko kwa mganga. Sio leo hii unamtegemea Mungu afu kesho unafanya mambo ya uchafu huko. Unanielewa? Yaani kama umeamua kutembea na Mungu, jizire kutembea na nani? Na Mungu. Ndipo ambapo utaweza kupokea msaada wa kimungu kwenye maisha yako. Unanielewa mtumishi wa Mungu? Unanielewa mtumishi wa Mungu? Kwa sababu upendo wa Mungu ni mkuu sana kwenye maisha yako. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie, sio kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Uzima wa milele ni maisha ya milele. Maisha ya milele hatuyapati tukienda tu mbinguni, tunaanza kuyapata tukiwa hapa. Unanielewa? Tunaanza kupata tukiwa. Mtu asije akakufundisha wewe dili tu kumwamini Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, usishughulike na uchumi. Hapana. Lazima tufanikiwe kiroho na tufanikiwe kimwili, kwa sababu lengo la Yesu tumjue sana rohoni, lakini tufanikiwe sana mwilini. Unanielewa? Tufanikiwe kwenye elimu, tufanikiwe kwenye uchumi, tufanikiwe kwenye fursa, tufanikiwe kwenye kila jambo. Unanielewa? Kwa hiyo uwe makini na unasikiliza sauti gani. Nimekwambia mfano wa ushuhuda mdogo sana kwa habari ya nimetoka tu kwenye maombi na nasemesha sauti kama ya Mungu, lakini kumbe sio ya nani? Ya Mungu. Kuna ushuhuda mwingine inawezekana ningewapa ni mzito sana ambao ulinikuta nikiwa mwaka wa 3. Unakaa kumbe ni agent wa kuzima na kutafuta miaka yote. Unakaa kwenye mtihani. Dawati hapa na anakutafuta tu ili usimalize chuo.
lakini nilifanya mtihani kwa uhuru. Kwa nini? Kwa sababu imani ilinisaidia. Muamini Mungu. Kuna wakati utashindwa kuomba, lakini imani ulionayo kwenye maisha kwako itakuvusha. Narudia, kuna wakati utashindwa kuomba, imani ulionayo kwa Mungu itakuvusha. Kilichoachilia wokovu kwa Kornelio sio kwamba alikuwa anaomba sana. Biblia inasema tu sadaka na maombi yako yamekumbukwa. Kilichomfanya akumbukwe ni nini? Ni kwa sababu ya imani aliyokuwa nayo kwa yule Mungu. Hujanielewa? Kilichomfanya Rahabu kahaba aokolewe yeye na ndugu zake na kuja kuingia kwenye ukoo wa Yesu ni imani yake. Anasema tumesikia habari ya Mungu alivyowatendea kwa Misri na kwa watu mataifa ambao wamepita, lakini mimi nasema hivi, ninamtaka huyu Mungu wenu. Namtaka huyu Mungu wenu mnikumbuke. Sikiliza. Sio tu kwamba alikumbukwa kwa kuwa na afya na kuwa na uzima, alikumbukwa alikuingia kwenye ukoo wa nani? Wa Yesu. Rahabu, yeye na mume wake Rahabu wakamzaa Boaz. Boaz akamzaa nani? Yese. Yese akamzaa Daudi. Vimefuata vizazi akaja kuzaliwa nani? Yesu. Maana katika mnyororo kuja kuzaliwa Yesu kuna mwanamke alikuwepo kahaba. Sikiliza, nasikia nikwambia mtu mmoja hivi, usikumbuke mabaya uliyokutana nayo. Usijihukumu kwa sababu ya uovu uliofanya jana. Amua kutembea na Yesu kwa upya, kwa sababu amekutembelea. The moment unakutana na Yesu, usimwachie huyo Yesu. Jifunze kwa Rahabu. Rahabu utasema alikuwa ni kahaba sana. Twende kwa mtumishi wa Mungu Isaya. Isaya sura 6, ukianza mstari wa kwanza bado. Anasema, akasema mimi na midomo michafu, si ndio? Lakini malaika wa Bwana akamshika nini? Kinywa chake. Akasema nimekugusa, uovu wako hautakumbukwa tena. Manake licha kwamba alikuwa ni mtumishi wa Mungu, manake kama kinywa chake kimejaa uovu, manake lazima alikuwa anatoa maneno machafu, si ndio? Yaani kama kinywa chake kimejaa, anatumika, ni mtumishi mzuri wa Mungu, lakini ndani yake ana nini? Matukano. Nanielewa? Ndicho kilichomsumbua nani? Paulo. Yaani Paulo kati ya watu waliojisifia kwenye Biblia ni Paulo. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Yaani kidogo, mimi Mungu alinipenda kuliko wengine. Mimi sijui hiki. Yaani kila wakati ukiangalia kauli za Paulo, yaani ilikuwa kama za kujivuna fulani. Yaani hata hiyo kauli aliyosema kwamba jikubali, jithibitishe kwamba umekubaliwa na Mungu. Yaani kuna namna fulani ilikuwa kama yes, mimi nimependelewa kuliko wengine. Unanielewa? Alikuwa ana udhaifu wa kujisifia, akataka kuondoa ule udhaifu kwamba Mungu hii inanitesa. Ndipo Mungu akamwambia neema yangu ya kutosha katikati ya udhaifu ulionao. Sikiliza, hauwezi ukaondoa udhaifu kwa nguvu zako. Unaondoa udhaifu kwa kumruhusu Roho Mtakatifu awe msaada wako. Narudia, unaondoa udhaifu kwa kumruhusu Roho Mtakatifu awe ndani yako. Na Roho Mtakatifu anakuwa kwako baada ya kumruhusu Yesu Kristo aje kwako. Unanielewa? Ndio maana Paulo akasema tangu sasa nitajisifia udhaifu wangu. Unanielewa? Kwa sababu Mungu alimwambia usiangalie udhaifu wako. Sisemi kusema hivi, sisemi uendelee kutukana au unasema tu kwa sababu mimi ni wa Yesu basi ananipenda. Biblia inasema, je, tuendelee kuishi katika hali ya dhambi ili neema izidi? La hasha. Na unasikia? La hasha. Ili kushinda dhambi unatembea na nani? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kwenye Wagalatia sura ya 5 mstari 22 anasemaje? Na tunda la Roho ni upendo, uvumilivu, amani, furaha, uaminifu, utu wema, upole na kiasi. Na juu ya mambo kama haya hakuna nini? Hakuna sheria. Ukimruhusu Roho Mtakatifu kitaka utukane, Roho Mtakatifu atakwambia hapana mwanangu, sio vizuri. Atakupa upendo. Unanielewa? Ukitaka kikija kitu cha kukosesha amani, Roho Mtakatifu anakwambia pata amani. Mimi niwaambie ushuhuda ufuatao. Kuna wakati nimepita mahali pagumu sana nikiwa hapa Yudom. Nimepita na konda, mtu anajua naomba, mtu anajua nafunga, lakini napita mahali pagumu, moyo unakuja nini? Damu. Alafu wakati huo unatakiwa uombewe, mtu anakuja mtumishi wa Mungu, kuna jambo moja mbili tatu.
Kuna siku moja nafikiri hata hapa niliwahi kutoa ushuhuda. Kuna siku moja napita mahali pagumu na naona napambana na roho ya mauti. Ilifikia hapo mpaka nilimwambia Mungu. Nilimwambia Mungu, Mungu ikiwezekana nichukue. Nilimwambia Mungu nichukue. Kwa nini? Kwa sababu niliona napita mahali pagumu. Yaani chuo nilikiona kichungu. Yaani hata nyumbani sikutamani kwenda kwa changamoto niliyokuwa napita nayo. Alafu siku moja jioni nakaa, kuna mwanafunzi mwenzangu wao mwaka wa 3 ananipigia simu, anasema Nathanaeli, dada moja ananiambia, Nathanaeli, nimesukuma nikupigie simu. Nilitaka nijiue sasa hivi hapa Makuru, nijitupe kwenye gari. Ila kabla sijajitupa kwenye gari, nimeambiwa nikutafute. Napata msukuma nikutafute. Sababu ni nini? Kwa nini nimeketi nikiwa mwaka wa mwisho? Kwa nini nimeketi nikiwa mwaka? Unanielewa? Kumbuka wewe unatamani Mungu akuchukue, hapo na mtu mwingine Mungu anakuletea mwenye tatizo, janga, analala mauti. Unamwombea sasa. Ikabidi tu nimwombee. Nilipomwombea kweli akawika, akaendelea kusoma na akaja kuclear, na mwaka huu akanipigia mwenye simu tarehe 14 mwezi wa kwanza 2026, amenipigia Nathanaeli na kuamini nataka nimclear siku soko Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Akaokoka. Fikiria niliondoka duniani. Yaani hapo ni maficha. Mimi nitaka hadi nijirushe gorofa zile za Humanity. Gorofa ya 3 kule. Nilikaa nilisimama dirishani, nilikuwa saa 6 kwenda saa 7. Moyo unavuja damu kwa sababu ya changamoto ninayopitia. Namwambia Mungu, basi mimi nataka tu nijirushe. Ananiambia, watu unamwachia? Watu unamwachia nani? Watu wangu unamwachia nani? Nimekuja kuelewa sasa, huyo dada amepokea wokovu. Kuna watu wengi wamekuja kuinuliwa kwa sababu ya maisha. Sikiliza, usikate tamaa leo, kwa sababu kuna watu wengi Mungu anatamani wavuke kupitia maisha. Unaelewa? Usikate tamaa. Usikate nini? Kuna kitu nikuongezea kama dakika 5 za uaminifu, afu tuingie kuomba. Bwana asifiwe, watumishi wa Mungu. Neema ya Mungu sasa. Neema ya Mungu yawezesha inafanya mambo kadhaa. Inafanya mambo kadhaa. Andika matokeo ya neema ya Mungu. Matokeo ya neema ya Mungu yawezesha. Haya, Mwanzo sura ya 1 mstari 28. Mwanzo sura ya 1 mstari 28. Anasema hivi: Mungu akawabarikia, akawaambia, mkazae, mkaongezeke, kuijaza nchi na kuitiisha. Si ndio? Neema ya Mungu akawabarikia. Si ndio maana anasema akawabarikia, si ndio? Maana yake akawapa neema. Unanielewa? Akawapa nini? Neema. Baada ya kuwapa neema, akasema mkazaa. Kuzaa tu ni kweli, ni kweli inahusu swala la ndoa, lakini kuzaa tu sio kwenye ndoa. Mkazae kiuchumi, mzae kwenye elimu, mfaulu vizuri, si ndio? Maana yake kuna kitu. Jambo la kwanza sasa. Jambo la kwanza, kuzaa. Neema inafanyaje ya uwezesho? Kuzaa. Kuzaa kwa maana gani? Maana yake kuna vitu vinachipuka. The moment neema ya Mungu inakuja kwako na baraka za Mungu zinakuwa kwako, unaanza kuzaa mema. Unaanza kuzaa nini? Mema. Unaanza kuzaa kuinuka, kuzaa kuongezeka, kuzaa kwenye kila kitu. Na neema, mtumishi wa Mungu, leo hii Mungu ataenda kuachilia neema ya kuzaa. Yaani kama unahitaji uchumi bora, yaani unaona una hoteli, unaona una hospitali, unaona na mono, mimi nakwambia Mungu ataanza kuzaa mawazo mazuri kwako. Mungu ataanza kuzaa maarifa makubwa. Unanielewa? Wewe ambao ulikuwa unazalilika kwenye ukoo kwako, Mungu atakupa kuzaa wazo moja ambalo litabadilisha heshima nzima kwenye ukoo wako. Ili ukisema neno moja tu, kila mtu anasema ndio. Unanielewa? Mimi na wakubwa wangu wakubwa kabisa, wengine wana familia zao, lakini kwenye ukoo mpaka leo hii, kwenye ukoo wangu mimi, nikitaka niseme kitu wanasema mtumishi wa Mungu afanye nini? Nikisha sema nabadilisha mada. Alafu nilichojifunza ni kufundisha na wewe. Ukishaona kuna neema Mungu anakupa mawazo mazuri, usiwe na kielele. Usiwe nyamaza. Acha wengine waongee. Wafanye
mwishoni, sema neno hili, Mungu huwapa neema wanyenyekevu, huwapinga wenye kiburi. Kiburi cha kwanza ni kutaka kujionyesha kwamba you can do it. Unanielewa? Kuna siku moja nimeenda kwenye kikao cha wanafunzi kwa mdogo wangu, na nyosha mkono, nipi nafasi. Nyosha mkono, mkurugenzi anipi nafasi. Kikao baraza la shule. Wanaanza sasa. Nyosha mkono, nyosha mkono. Mwishoni kabisa, yani watu wote wameshamaliza kuongea, mkurugenzi yule akasema kuna kijana mmoja alikuwa ananyosha mkono sana. Hivi aseme, nimesema nilibadilisha mada. Kumbuka kuna watu wamekuja na magari yao wakati mimi nimetembea tu kwa mguu. Tangia siku ile Mungu ananiheshimisha kwenye ile shule. Mpaka leo hii Mungu ananiheshimisha. Hivyo ili utunze heshima yako, nyenyekea. Utazaa sana na utachukua sana. Jambo la pili amesemaje? Kuongezeka. Kuongezeka maana yake unaongezeka kimaarifa, unaongezeka kiufahamu, unaongezeka kiutajiri, unaongezeka kiufaulu. Ulikuwa unapata GPA ya 2 pointi kadhaa, Mungu anakuongeza unapata GPA za zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Nikupe tu mfano rahisi. Mimi naanza mwaka wa kwanza ni GPA nzuri, mwaka wa pili. Mwaka wa tatu ambao nimekuja kufanya mitihani yote nimekafanya special. Mwezi wa 9 yote, ya mwezi wa 4 yote nimefanya special. Alafu mwaka huo ndio niliumwa, naingia kwenye mtihani ninaumwa vibaya sana kwenye hiyo special. Lakini ndio mwaka ambao na ndio muda ambao nilifaulu kuliko miaka yote, kwa sababu hadi mkuu wa idara alionea huruma akasema mitihani mingine usifanye saa hizi. Wengine wanapofanya subject special, wewe unafanya special. Lakini ndio mwaka ambao nilifaulu sana. Mungu anakupa kuongezeka hatua kwa hatua, hatua kwa hatua. Unanielewa? Jambo lingine amesemaje? Kuijaza nchi. Si ndio? Kuijaza nchi. Mungu anakujaza kwa namna gani? Mungu akikupa wazo kwamba wewe tafuta hela au fanya kitu fulani uje kununua viwanja, usichoke. Akikwambia nunua kiwanja Dodoma, nunua. Nenda Mbeya, nunua. Mwanza, nunua. Hapa akakwambia wekeza. Akikwambia wekeza kwenye kuku, wekeza tu, usiogope. Usiogope kwamba kuna magonjwa, ni Mungu atakupa akili na maarifa. Unanielewa? Ya kuweza kudhibiti hali ya magonjwa. Kwa sababu Mungu anaweza kukupa kitu alafu kikaa kwa hasara sana. Unanielewa? Tukiwa kwa kuna mwalimu mmoja akasema ndoa bila migogoro sio ndoa. Alafu Mungu akaniambia hapo, mimi napenda kumuuliza Mungu maswali hapo. Hadi ataweza kufundishana. Na muuliza Mungu maswali hapo, ukiongea kitu na najaribu kumuuliza Mungu, kwa nini mtu anaongea kitu? Unanielewa? Hapo nikamuuliza Mungu, akasema kama ni hivyo kipofu atamuongozaje kipofu mwenzake? Kama ni hivyo wasingekuwepo watumishi waaminifu ambao wanaweza kuziponya ndoa za watu wengine. Unanielewa? Nini? Kuna kitu ambacho Mungu anakupa cha kujaza. Usiangalia taarifa hasi, angalia taarifa njema kwenye maisha yako. Sauti ya ndani ya Mungu iwe na nguvu kuliko sauti za nje. Unanielewa? Alafu kuitisha maana yake ni nini? Mungu atakupa heshima kwenye kila eneo. Mungu atakupa heshima kwenye kila faida ya neema ya Mungu. Nitakutajia mambo matatu, sitaelezea kwa sababu ya muda. Faida ya kwanza ushindi, kupata ushindi. Mwanzo sura 22 mstari 26. Isaka akatangaza akasema tangu sasa Bwana ametufanyia nafasi nasi tutazidi katika. Ilikuwa ni ushindi. Lengo la Mungu ni kukutangazia nini? Ushindi. Jambo la pili kukupa uhuru. Andika hiyo. Mwanzo sura 22 mstari 26. Kukupa nini? Uhuru. Bwana asifiwe. Kukupa uhuru kwa namna gani? Maana yake mwanzoni Isaka alishindwa kufanya mambo yake kwenye kisima cha kwanza, si ndio? Cha pili akashindwa kufanya kwa sababu watu wengine wanagombania. Lakini cha tatu akapata uhuru wa kufanya mambo yake. Uhuru kwa maana gani? Yohana sura ya 8 mstari wa 61 na 62 anasema mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka kuwa. Umeshajua ukweli kwamba Mungu anakupenda na kuwazia mema, usiogope. Na nielewa? Na jambo lingine la mwisho, kufahamu kweli ya maisha yako. Kufahamu kweli ya maisha yako, Yohana sura ya 8 mstari wa 61. Kufahamu kweli ya maisha yako. Mungu amekupa kweli kwamba hautashindwa, hautafanikiwa kwa taabu.
na kwa mateso. Nacho kusitu, usikumbuke historia ya mwaka jana. Usikumbuke historia ambayo ulizopitia. Wewe ni hazina kubwa kwenye nchi, ni hazina kubwa kwenye familia yako, kwenye ukoo wako. Bwana asifiwe. Sisi wengine tulikuwa ni wakudharaulika jamani, kusema majina ya ajabu. Lakini leo hii Mungu anatukutanisha na watu ambao mpaka sisi wenyewe tunabaki kushangaa. Unashangaa mimi ni nani? Yaani Mungu anakukutanisha na mtu ambaye yaani yeye kuonana na kiongozi mkubwa wa nchi wa serikali ni kitu cha kawaida tu. Unanielewa? Kwa nini? Kwa sababu nakupa ushuhuda. Kwa nini? Kwa sababu ujue leo hii upo hivyo ulivyo, lakini kesho haupo hivyo ulivyo leo. Lengo la Mungu ni kututoa utukufu hadi kikubwa tu ni kuifahamu kweli. Kuifahamu kweli gani? Kwamba Yesu ananipenda. Yeye anasema najua mawazo ninayowazia nini, mawazo ya amani wala si mabaya, ili kuwapa nyinyi tumaini siku zenu za nini? Za mwisho. Mungu amekuandikia haki makubwa sana. Naomba usimame. Watu wa praise na msogee kidogo. Nitakurudishia wimbo kwa ufupi sana, kwa kudu moja kwa ufupi sana, tutapelekana kwenye maombi.